nataka tuangalie upendo wa Mungu kwetu, upendo wa Mungu Baba. Msingi mkubwa, na nimeandika pale, msingi mkubwa wa maisha yenye afya ni kuelewa kwanza kuwa unapendwa na Mungu. Hiyo ni foundation. Msingi wa kwanza mkubwa wa maisha yenye afya, health life, maisha yenye afya, ni kuelewa kwanza Mungu ananipenda. Kabla ya kuelewa kwamba kuna mwanaume fulani au mwanamke ananipenda, uelewe kwanza Mungu ananipenda. Hiyo ni foundation, ni msingi kwamba Mungu ananipenda. Ukielewa hiki, utaishi maisha ya ushindi mkubwa sana na maisha yenye afya. Ukishindwa kuelewa huu msingi, mnaelewa msingi Kiingereza ni foundation. Ili jengo letu hapa limejengwa kwenye msingi. Kabla hatujawa na floors hizi ngazi, hapa tuko floor ya ngapi? Ya kwanza tuko floor ya kwanza. Alafu ziko ngapi juu? 6. Zote zimejengwa chini ya msingi mmoja. Msingi huku chini kuna msingi. Kwa hiyo ili tuwe na jengo zuri huku juu, linategemea uimara wa nini? Wa msingi. Yaani uwe na, hata kama floors zingine zitakuwa nzuri sana alafu msingi ulikuwa ni mbaya, hatutapata jengo zuri. Kwa hiyo nataka tuanze kujenga msingi, kwa sababu watu wengi wamekosea. Wameanza kutafuta kupendwa kwanza na watu kabla hawajajua kwamba Mungu anafanyaje? Anawapenda. Ndio maana unakuta watu wanajinyonga, watu wanaumizwa kwa sababu wamekosea kwenye msingi. Na Biblia inasema kwa wale wa Kristo, inasema misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? So hapa ambacho tunataka kukiongelea hapa, nataka tuongelee, tunaenda kwenye msingi. Kwa hiyo nimeweka ili neno la muhimu sana. Msingi wa maisha yenye afya ni kuelewa kwanza kwamba Mungu unapendwa na Mungu. Hebu mwambie mwenzako, Mungu anakupenda sana. Labda hajaelewa, jiambie tu wenyewe, Mungu ananipenda sana. Mungu ananipenda sana. Wangapi hapa wanaamini Mungu anawapenda sana? Yaani mimi naamini ananipenda mimi zaidi yenu wote. Anakupenda wewe zaidi eh? Basi mpigie Mungu makofi kama unaamini. Huo ni msingi wa maana sana. Sasa nimesema maisha yenye afya. Kwa nini? Nimesema maisha yenye afya ni maisha yenye amani. Sawa? Hayo ni maisha yenye afya. Maisha yenye amani. Kuna watu wanadhania kuwa na amani ni kuwa na vitu. Kuna watu wana vitu lakini hawana amani. Si mnafahamu? Sasa naposema msingi, tuko tunaongelea kwamba maisha yenye afya ni maisha yenye amani, maisha yenye kujikubali. Kwamba najikubali. Hayo yanategemea kujua kwamba Mungu anafanyaje? Anakupenda. Maisha ya ujasiri, confidence. Hutakaa uwe na confidence kama utajua kwamba Mungu anakupenda. Maisha ya ushindi yanategemea kujua kwamba Mungu anafanyaje? Ananipenda. Maisha ya furaha. Haya ndiyo maisha yale niliyoongelea, maisha yenye afya. Ukiwa na amani, ukijikubali, ukiwa na ujasiri, ukiwa na furaha, hayo ni maisha yenye afya. Sawa? Hayo ni maisha yenye afya. Kwa hiyo naongelea msingi mkubwa wa maisha yenye afya. Maisha yenye afya ndio haya. Maisha yaliyojaa amani, maisha yaliyojaa kujikubali. Unajua kwamba yuko anayenipenda. Hata kama watu wananichukia, hata kama sijasoma, yuko Mungu anayenipenda. Ingekuwa anipendi nisingekuwa hai leo. Ingekuwa anipendi asingekubali nizaliwe. Ndugu zangu, naomba niwaambie tena, wengi ni vijana hapa. Kitendo cha wewe kuwa hapa duniani, Mungu anakupenda. Wanasema hivi wataalamu wa biology, kama umesomea biology hata kama form 2 tu, wanatuambia kwamba zile mbegu ambazo zilienda kwa mama kwenye yai huwa ziko millions na millions.
lakini ni moja tu ndio inaenda inasababisha mtoto azaliwe, lakini zinakuwa milioni, zinakimbizana hivi, lakini mmoja tu yai likitoka pale likikutana na mbegu ndio anazaliwa. Kwa hiyo wewe, kitendo cha wewe kuzaliwa, kuna mbegu mamilioni na mamilioni, wewe ukatoka, maana yake tayari Mungu alikuwa na mpango na wewe, ndio maana ukazaliwa hapa duniani. Tayari alikuwa na anakupenda sana, na anakupenda sana. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo maisha yenye afya, amani, kujikubali, ujasiri ni kujua kuwa Mungu ananipenda. Mungu ananipenda. Ndio nataka nianze na huu msingi. Mungu ananipenda. Huu mstari hapa mnayouona tutasoma kwa pamoja Mathayo 3:16. Ni mstari ambao niliukariri nikiwa bado mdogo. Sasa pale nyumbani kwetu pale kulikuwa kuna kameza kaduara hivi. Kaduara alafu kana kioo juu. Sasa sijui baba au mama, I don't know, lakini walikuwa wame kwenye hiyo meza, tuko wadogo. Hiyo meza ilikuwa imeandikwa mstari Mathayo 3. Kwa hiyo kati ya mstari wangu wa kwanza kuukariri ni huu Mathayo 3:16. Naomba tusome kwa pamoja. 1, 2, 3, twende. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amen. Sasa huu mstari mimi niliukariri nikiwa mdogo sana, bado wanafunzi, na ndio mstari ambao unaonyesha kiwango cha juu kabisa cha Mungu kumpenda mwanadamu. Ultimate, yani maximum level ya juu kabisa inapimwa ya Mungu kumpenda mwanadamu kwenye huu mstari. Anasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee. Ngaji watu wanasema wa pekee. Wa pekee ni tofauti na kusema pekee. Pekee yuko huyo yuko mwingine. Kwa hiyo level, upendo wake, kiwango cha namna anavyotupenda ulimwengu. Sasa ulimwengu hajasema mtu. Sisi tuko ndani ya ulimwengu, si ndio? Unaweza ukajua. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee. Ni level ya juu sana ya upendo. Ili kila mtu atakayemwamini huyo mwanae asifanyeje? Asipotee, bali awe na uzima wa milele. Huu mstari unatuonyesha, tutaongea mistari mingi. Leo sitaongea mistari mingi sana, lakini nitakuja kuonyesha kadiri tunavyokwenda. Kwa huu mstari unaonyesha jinsi gani Mungu alivyompenda mwanadamu. Mpaka akakubali kutoa uhai wake, kutoa mwanae pekee aliyokuwa anampenda, the only begotten son, mtoto wake wa pekee, kwa sababu alikuwa anatupenda. Lengo lake tusifanyeje? Tusiangamie. Ndio lengo lake. Sasa watu wengi sana kwa kutokuelewa vizuri upendo wa Mungu Baba, wengi wanaishi na mambo yafuatayo kwenye maisha yao, kwa sababu tu hawaelewi upendo wa Mungu kwenye maisha yao. Wengi wanaishi na mambo haya kama manne. Jambo la kwanza, wengi wanaishi na majeraha ya kukataliwa. Majeraha ya kufanyaje? Asilimia kubwa hata hapa wanaweza akawepo, kwa sababu hawajui kwamba Mungu anawapenda. Wanaishi na majeraha ya kukataliwa. Sasa nimeweka vizuri hapa. Mtu anapohisi ni kukataliwa, kujeruhiwa au kukataliwa, ni mtu anapohisi kwamba nimetengwa, sikubaliki, au anaishi kwa kutokuthaminiwa, anaona hathaminiwi, kutokuthaminiwa, watu hawamthamini. Kwa hiyo anaishi na hichi kitu ndani mwake, au kutopendwa na watu wanaomzunguka. Kwa hiyo anatembea kwenye majeraha, anatembea kwenye hali ya kukataliwa kwa sababu ya kutengwa. Anaona kwamba nimetengwa, watu hawanikubali, labda kwa sababu nimezaliwa mfupi, nitakuelezea, au labda kwa sababu nimezaliwa mrefu, au labda kwa sababu nimezaliwa mweusi,
au labda kwa sababu mama yangu hakunisomesha, baba yangu hakunisomesha, au kwa sababu sina baba. Kwa hiyo anaona nimetengwa, anaona sina thamani, anaona sijapendwa na watu. Kwa hiyo anaishi kwenye majeraha ya kukataliwa. Unaona mtu huyo hapo, unamwona? Kwa hiyo wengi wamekaa katika hali hiyo, wanajiona kama vile hawakubaliki, wametengwa. Kwa hiyo yuko kama anatembea, anaishi na majeraha, anaishi na hali ya kukataliwa, amejikataa. Umeshaona watu wa aina hiyo kwenye kazi, amekaa mwenyewe mpweke tu hivi. Kwa hiyo anaishi na haya mambo moyoni, sababu anaona watu wamefanyaje, wanamtenga, anaona hana thamani. Kwa hiyo unaona akikaa, unamwona amekaa mwenyewe, amekaa kama amekataliwa. Kwa sababu msisahau, naelezea kwa sababu gani? Watu wengi kutokuelewa vizuri upendo wa Mungu Baba. Kwa hiyo wengi wanaishi kwenye haya mambo. Kwa hiyo wanaishi kwa majeraha. Kwa ndani ana majeraha, ndani amejikataa, amekataa, na anaona watu pia wamemkataa. Jambo la pili, anaishi kwenye upweke. Hii ni hisia ya maumivu ya kutengwa na jamii. Hisia ya maumivu ya kutengwa na jamii. Hata unapokuwa kwenye kundi la watu, uko na watu wenzako kabisa kazini hapa, lakini ndani unahisi upweke, kwamba nimetengwa na jamii, hawanikubali. Sababu usisahau ni kwamba watu hawajaelewa upendo wa nini, wa Mungu. Na watu wanafika mahali kwa sababu ya upweke, wanafika mahali mpaka wanajinyonga. Hili ilikuwa ni gazeti la Mwananchi, wametoa, wanasema upweke chanzo cha watu wengi kujinyonga. Upweke, amekaa anajiona ametengwa, kwa hiyo anakuwa na mpweke, anatengwa. Siri sio tatizo, sio hilo. Kuna kitu akikipata, akijua kwamba yuko anayempenda, upweke utaondoka siku hiyo. Akatambua ninapendwa. Sasa upweke umewapelekea vijana wengi sana kuingia kwenye mambo ambayo sio mazuri. Wengine wanaishi kwenye chuki binafsi, na hili sasa limekuwa ni tatizo. Wanajichukia, hawajipendi. Kuna mtu sasa hivi hajitaki alivyo. Kuna mtu hayuko hapa anajiona yeye ameumbwa mbaya, kwa sababu tu hajui upendo wa Mungu Baba. Unaona huyo, unaona hiyo picha? Huyo anafanyaje? Mnaiona vizuri? Anajivua sura yake. Ni chuki binafsi, hajikubali. Na sasa hivi kuna watu wengi wanajivua sura, sio wao. Yaani wanasema siku hizi yule anayejiposti kwenye Instagram na ukikutana naye ni watu wawili tofauti. Si ndio? Hajitaki. Ni mweusi. Siku hizi watu weusi hawapo tena. Wote weupe. Wadada wote weupe. Sasa yaani kuna watu hawajitaki, chuki binafsi, hajitaki. Anajivua. Yaani kuna watu hapa wangeweza kuvua kabila, angejivua kabila. Nisiwe Mnyaturu, nisiwe Mchaga, kwa sababu labda alivyolelewa, alivyokuwa. Kwa hiyo anajivua, hajitaki, anajivua. Si mmeona kuna watu sasa hivi hawataki hata maumbo yao, unaona? Alafu wao baada ya miaka 40 50 wanaanza kujichukia tena. Na tulishaongea sababu nini. Kwa hiyo chuki binafsi, maana yake ujipendi. Sio watu hawakupendi, wewe mwenyewe ujipendi, kwa sababu tu hujajua upendo wa Mungu. Sababu ndio hii. Wewe unaweza ukajiona ujipendi au ni mbaya, ila hiyo sio sababu. Kwa hiyo utakuta watu wanajifanya, unamwona huyu hajitaki, yana chuki binafsi, hajitaki, akijiangalia kwenye kioo. Sasa nini, Mungu ameumba kitu gani hichi? Wakati kuna mtu akikuangalia anakuadmire, si ndio? Anatamani kuwa wewe, ila wewe hujitaki, unataka hata ujimalize. Unamwona huyu, yani huyu ni yeye yule.
na anajiambia umeumbwaje wewe? Angalia miguu yako. Ya mtazamaji, napenda kukaribisha kwenye kampuni yetu inaitwa Life Rise Academy. Ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa training kwa makampuni. Tunamshukuru Mungu, tumefanya kazi na makampuni mengi sana mpaka sasa. Tunaamini katika kurise, katika kuinua watu watendaji. Ukiinua wafanyakazi, umeinua kampuni. Tunafundisha masomo ya emotional intelligence, namna kujua kutawala hisia, mambo ya uwajibikaji, accountability, mambo ya mindset transformation, mambo ya stress management. Tunaamini kabisa ukifanya kazi na sisi utapata matokeo yaliyochanya. Pia tuna kitengo kwenye Life Rise Academy kinachohusiana na masuala ya mahusiano, relationship. Tunajua sasa hivi kuna changamoto kubwa sana za mambo ya marriage. Divorce rate imekuwa kubwa sana nchini kwetu. Kwa hiyo tuna kitengo maalum ambacho tunatoa counseling ya masuala ya ndoa. Tuna masuala ya premarital counseling, tunazitoa counseling mbalimbali za ndoa, tunazitoa. Kwa hiyo tunaomba wasiliane na Life Rise Academy ili uweze kupata mafundisho mbalimbali ambayo yataweza kusaidia. Tutafurahi kufanya kazi na wewe, kampuni, mtu binafsi, nafanya kazi na wewe na tutakupa kitu kilicho bora. Tunaamini sana katika excellence. Kwa hiyo karibu sana Life Rise Academy. Wasiliana na sisi kwa namba hizo hapo. Mungu akubariki sana. Ni anajisema yeye. Umenipata? Anajisema yeye. Wewe kwa nini uko hivi? Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So haya watu wengi wanaishi. Kwa hiyo kwanza nimesema wanaishi kwenye, cha kwanza tumesema wanaishi kwenye nini? Majeraha. Na wengi wako kwenye majeraha. Cha pili wanaishi kwenye upweke. Cha tatu chuki binafsi. Chuki binafsi. Hawajikubali. Wanajikataa, hawajikubali. Chuki binafsi. Cha nne ikiwa kutafuta upendo sehemu zisizo sahihi. Na hapa ndio nitatumia muda wangu mrefu. Kufanyaje? Kutafuta upendo sehemu zisizo sahihi. Kwa sababu tu hajajua kwamba Mungu anafanyaje? Anampenda. Kwa sababu tu hajajua kwamba anapendwa na Mungu, anaanza kutafuta upendo sehemu ambazo sio sahihi. Kutafuta upendo kwenye maeneo yasiyo sahihi mara nyingi kunasababisha maumivu, mara nyingi kunasababisha kuchanganyikiwa, mara nyingi kunasababisha kupoteza muda. Kweli? Jamaa amesema kweli. Sasa narudia tena. Kutafuta upendo sehemu ambayo sio sahihi. Msisahau, nimesema hivi mwanzo, kujua kwamba unapendwa na Mungu ndio msingi wa maisha yenye afya. Kama utasahau yote, usahau hiyo. Narudia, kujua kwamba unapendwa na Mungu ndio msingi wa maisha yenye afya. Na nikasema maisha yenye afya ni maisha yenye amani, kujikubali, kujitambua, ushindi na furaha. Mambo matano. Ukikosa hiyo, maana yake wewe hauna msingi mzuri. Kwa hiyo kama hauna msingi mzuri, utaanza kutafuta upendo kwenye vitu vingine ambavyo sio sahihi, kwa sababu hujajua kwamba yuko anayenifanyeje, anayenipenda. Hii inaharibu sana jamii na inaharibu vijana wengi. Kwa hiyo wanahangaika sasa kutafuta upendo kwenye vitu vingine. Hivyo vitu vinawapelekea maumivu, vinapelekea kuchanganyikiwa, vinapelekea kupotezewa muda. Kuna watu hapa wanadhania wanapendwa, kumbe wanapotezewa. Hapa hawapo uzuri. Jipigeni makofi hapa hapa. Kwa hiyo utaanza kutafuta upendo sehemu ambayo sio sahihi. Utakutana na mwingine naye anatafuta upendo sehemu sio sahihi. Mnakutana wawili.
wote hamna upendo ule wa Mungu, hamjui kwamba mnapendwa. Unakuja kwake unadhania anakupa upendo, kumbe mwanadamu hawezi kukupa upendo sahihi, hawezi. Tutaongea, mtaelewa nikianza kuelezea aina za upendo, mtanielewa baadaye. Kwa hiyo haya ni baadhi ya maeneo yasiyo sahihi ya kutafuta upendo. Baadhi ya maeneo yasiyo sahihi ya kutafuta upendo. Baadhi ya maeneo ambayo sio sahihi ya kutafuta upendo. Eneo la kwanza, vijana wengi na watu wengi wanatafuta upendo kwenye vitu vya kimwili au pesa. Wanatafuta upendo kwenye vitu vya kimwili au pesa. Hasa vitu vya kimwili ni vipi? Nani atatusaidia? Hivi vitu vya kimwili ni kama nini? Watu wanatafuta upendo kwenye vitu vya kimwili kama nini? Hiyo mapenzi tu. Vitu vya kimwili, chakula, vinywaji, pesa. Ndugu yangu mwingine wanabeti sana. Okay. Kwa hiyo watu wanatafuta vitu vya kimwili, yaani ule upendo anazania ataupata kwenye pesa, si ndio? Ataupata kwenye mapenzi, si ndio? Ndani ajui kwamba kuna kitu anakimisa ambacho ni cha msingi. Mnakikumbuka jamani? Wengi tunahangaikia vitu ambavyo hatuvijui. Tunazania vitatupa furaha. Ukivipata hivyo unajikuta bado uko empty. Wewe unazania sasa hivi shida yako unazania hela. Ukizipata zote bado utajiona kwanza hazijai. Kuna kitu hujakijua unachokitafuta. Usipokipata hicho, mdogo wangu, utaangaikia vitu ambavyo sivyo. Kwa hiyo watu wanahangaikia kwenye vitu vya kimwili, pesa na arasi. Kwa hiyo utakuta mtu anazania labda ninywe sana ndio nitapata furaha, si ndio? Ikiisha asubuhi hangover, kesho tena nitakunywa. Kwa hiyo unaona anahangaika kwenye vitu, anazania vitampa nini? Furaha. Alafu hiyo furaha haipati. Wengine ndio hizo, unamwona mashisha, mabinti hao, anapiga sigara, anapiga bangi, anatafuta nini? Upendo. Anazania kale kitu ninachokatamani kutani kataondoka na hivi vitu. Anaendelea kuvifanya, anaendelea kuvipata, lakini bado ndani hapati ile amani ya kweli, yale maisha yenye afya. Mnakumbuka ile amani ya kweli hamna, furaha ya kweli hamna. Wengine wanatafuta upendo kwenye mitandao ya kijamii. Sasa nisikilize, nilishaongea sana hili, nitarudia leo kwa engo fulani. Wanatafuta upendo kwenye vitu, kwenye mitandao ya kijamii. Hii sasa hivi imekuwa ni changamoto kubwa, na nimeiweka pale, nitaielezea. Nimesema hivi, kutegemea kuthibitishwa na kupendwa na watu usiowajua mtandaoni. Sasa Kiingereza hilo neno lote linaitwa validation. Validation ni kutaka watu wa kuthibitisha. Sasa ngoja nikuonyeshe kinachofanyika siku hizi. Dada anaposti, kwa mfano kaja hapa Silver Paradise, kavaa zake vizuri kabla hajavaa nguo za kazi, anaposti kwenye Instagram page yake. Kila saa anaangalia walio like ni wangapi. Akikuta siku nzima haja like, hamna mtu alio like, anaanza kusikia apendwi. Hiyo ni kuseek validation, kutafuta kuthibitishwa na kupendwa na watu. Kwa hiyo watu wanapima kupendwa sasa hivi na watu wangapi wamelike picha yake. Si kama mnanielewa ndugu zangu? Mnanielewa? Kwa hiyo akiposti siku nzima akapata like 2, anaona sipendwi. Kwa hiyo mwishoni atatafuta picha ya uchi kidogo. Akiposti ya uchi waka like 100, anaona anapendwa. Na ni watu ambao hawamjui. Kwa hiyo sasa hivi tunapima kupendwa kwa likes ambazo tumeposti. Unaona ni janga kubwa. Kwa hiyo kuna watu wanajinyonga, akiposti hamna likes, anaanza kujinyonga, anaona watu hawampendi. Kwa hiyo anapima kupendwa kwake na social media.
Sasa hivi kuna pressure kubwa sana ya wadada. Nimeona jana mmoja ameitwa na waziri. Sio huyu anatikisa. Umempata huyo dada? Si anaitwa. Nimeona jana mahali kaitwa na waziri. Yeye anaposti uchi. Yaani anaposti ni kama anajiuza na anatangaza na bei. Sasa nikaona anajitetea, anasema mimi nilikuwa nafanya tu kuburudisha wateja wangu, watu wanayenifuatilia. Lakini anatafuta acceptance, anatafuta kukubaliwa na watu kwamba nitapendwa. Kwa hiyo watu wanatafuta, badala kujua kwamba yuko anayenipenda. Ulike usilike picha yangu, uonyeshe comment usitoe comment, yuko Mungu anayenipenda. Sihitaji validation ya mtu. Sasa kwa nini sasa hivi ni changamoto? Ukiposti hujapendwa na unaona watu wanipendi, kwa hiyo utaanza kubadilisha style ya nywele, utaanza kubadilisha mavazi. Ukipata likes nyingi unajisikia raha. Na ukitaka mtu ajinyonge sasa hivi, posti picha yake, nyinyi wote kaseme aisee wewe mbaya kweli. Yaani sura yako mbaya. Nguo gani? Mimi nakwambia najinyonga jioni. Sababu ataona watu wafanyeje? Hawampendi. Ni utumwa wadogo zangu, ni utumwa. Watu wa like wasikulike. Waseme wewe ni mfupi sana, Mungu anakupenda. Waseme wewe ni mweusi sana, Mungu anakupenda. Waseme miguu yako kama chupa si ya nini, Mungu anakupenda. Waseme makalio si yakoje, Mungu anakupenda hivyo. Na amekuandalia kufanana na wewe, anakupenda. Wala uhitaji approve ya mtu. Tena unapojibadilisha ndio utaolewa na mtu ambao sio. Kwa sababu Mungu alivyokuleta mweusi, yuko mtu mweupe atakutafuta, anatafuta mtu mweusi kama unajua. Yuko anaye kupenda, ndio maana amekuumba jinsi ulivyo. Uhitaji validation. Uhitaji kuthibitishwa na mtu. Sema amen. Sasa mitandao ya kijamii inawavuta hivyo sasa hivi. Imewafanya kuwa watumwa. Unamwona huyu? Anavutwa na Instagram, anavutwa. Kwa hiyo ni kama chain inakuvuta. Kwa hiyo unaanza kuangalia approval ya watu. Unaanza kuangalia watu wananichukuliaje? Watu wananipenda kweli? Watu mbona kama hawa like? Mbona kama natuma kitu watu wafuatilii? Kwa hiyo unakuwa mtumwa wa Instagram, unakuwa mtumwa wa nini? Twitter, unakuwa mtumwa wa Facebook, unakuwa mtumwa wa TikTok sijui. Kwa hiyo unakuwa mtumwa. Unaanza kujikataa. Unaanza kujiona wewe sio mzuri. Umeona? Validation inapunguza thamani yako halisi. Ndio ile kutaka watu wakufanyaje? Wakukubali. Hiyo ndio validation. Na watu wanatafuta validation kwa watu. Inaondoa thamani yako halisi. Sababu wewe ni wa thamani. Wewe hui na thamani kwa sababu watu wamelike picha yako. Si kama naelewa dogo zangu. Haui na thamani kwa sababu watu wamelike. Wewe ni wa thamani. Ukianza kusubiri validation za watu, maana yake unapunguza thamani yako. Alafu inaleta furaha ya muda mfupi. Kwa hiyo unakuwa na furaha yako ni likes za watu. Kwa hiyo furaha yako inapanda. Kuna wakati inapanda, kuna wakati inashuka. Sio furaha ya milele kwa sababu unasubiri watu. Kwa hiyo unaangalia, unawaambia wenzako, hebu angalia. Unaangalia, unaona likes zimekuwa ngapi? Kwa hiyo furaha zako ni za muda. Yaani unatabasamu vile kwa kuangalia. Kwa hiyo unatafuta upendo kwa watu. Kwa furaha zinakuwa fupi. Kwa hiyo mitandao ya kijamii ndio hivi inawasonga watu. Watu wanatafuta likes. Mtu amefanya hivi, umepost kitu Facebook, hamna mtu amekukubali, unaanza kujisikia vibaya. Kabati umelivunja, ulitegemea upate likes 100, umepata 2. Kila saa unaangalia, hata kazi ufanye. Kwa hiyo unakuwa mtumwa. Kwa sababu hujajua kwamba yuko anayekupenda. Sasa hii ni kitu kipya, hakikuwepo zamani. Ni cha kwenu nyewe vijana sasa. Na kinasababisha sana watu wengi wajione wabaya. Kimesababisha watu wengi wajione hawapendwi. Kwa sababu anataka watu wawapende. Ukisubiri hivyo mdogo wangu, utaishi maisha ya kitumwa. Msingi wa maisha yenye afya ni nini? Kujua kwamba Mungu anakupenda. Nimeanzia mbali sana kwa kule tunapokwenda. Somo la leo la msingi. Jambo la 3. Sasa wengi
wanajiingiza kwenye mahusiano ya kuumiza. Sasa mnisikilize, Kiingereza zinaitwa toxic relationship. Toxic relationship, mahusiano ya kuumiza. Unajua tatizo kubwa sana la jamii yetu si ukosefu wa mahusiano, ni ukosefu wa kuelewa upendo wa Mungu. Narudia wadogo zangu, tatizo kubwa kwenye jamii yetu si ukosefu wa mahusiano. Mahusiano tunayo mengi sana, ni ukosefu wa kuuelewa upendo wa Mungu Baba. Vijana wengi sana hata sasa hivi ninavyoongea wako kwenye hichi kitu kinaitwa toxic relationship au mahusiano ya kuumizwa, kwa sababu wanatafuta kupendwa. Ninawaambia ukweli, kuna watu wako hivyo sasa hivi. Unaona hiyo picha? Hiyo picha unaiona? Kuna watu wako hivyo sasa hivi. Ina nini picha? Ina nini? Ina shida gani? Binti moja nisaidie kuniambia hiyo picha ina nini? Dada wangu wa mbele huyo. Hiyo picha inatuambia nini? Huyo. Maumivu ya kuingia kwenye mahusiano. Paka mpatie. Wewe hiyo picha umeelewaje? Maumivu ya kimahusiano. Bado. Huyu Yanga mwenzangu huyu mvaa jezi ya Yanga. Wako wangapi wamevaa jezi ya Yanga? Wa Simba, Yanga na Arsenal safi. Kama wa Simba sikupi mic. Ambayo inakuaje sasa? Hauko huru nayo. Patia. Mahusiano yenye maumivu. Alafu uweze kutoka. Simona? Sasa wengi kwa kutokujua upendo wa Mungu wako kwenye hivi. Uzuri hapa hapo. Yaani yupo kwenye mahusiano na mtu, anatafuta upendo lakini anaumia. Simona? Yaani haya mahusiano yana miba. Yaani utazania ni fence. Kwa hiyo yanamchoma lakini hawezi kutoka.